الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza hukumu ya kusoma Qur'ani kwa spidi kwenye swala ya tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Muulizaji anauliza swali, ni ipi hukumu ya kusoma Qur'ani kwa spidi, kwa maana nakusudia kwa haraka kwenye swala ya tarawih. Qur'ani inatakana mtu akisoma aisome kwa mazingatio na achunge zile ahkamu zake. Kadhalika ikiwa ni imamu, basi imamu anatakana kwamba asome katika hali ambayo ya utulivu, ili wale ambao wanasikiliza ile Qur'ani waweze kuzingatia. Na Allah anasema afala yatadabbaruna alquran ama ala qulubin aqfaluha, hivi hawazingatii Qur'ani au katika nyoyo zao kuna kufuli? Katika aya nyingine anasema afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, hivi zingatii Qur'an, lau kwamba Qur'an ingelikuwa inatoka kwa mwingine asiyekuwa Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, wangelikuta ikhtilafu nyingi sana katika hiyo Qur'ani. Yani ingelikuwa haitoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kasoro nyingi wangekuta mapungufu mengi, lakini Qur'ani imekamilika. La yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfi, Qur'ani imekamilika na haina kasoro. Kwa hiyo imamu anasalisha sala ya tarawih au sala nyingine yote ile, na ikawa ni kiraa cha kuwasikilizisha wale maamuma wake, basi kinachotekana asome katika hali ambayo ya utulivu. Lakini labda kisomo chake kiko speedy lakini kinachunga zile hukumu na panachungwa, manake kila hali basi itafaa kwa wakati huo. Na ndio maana wanachuoni wakasema qira'atul Qur'an bisur'ati fi salati at-tarawih jaizatu ma lam tukhil bitumanina au tamna'u at-tadabbura. Kusoma Qur'ani kwa haraka katika swala tarawih ni jambo ambalo litakalokuwa lenye kufaa, au litakuwa ni jambo ambalo lenye kufaa ma lam tukhil bitumanina, madamu itakapokuwa haiti dosari wala kutia mapungufu ile tumanina, au tamna utadabbura, au ikazuia mazingatio. Kwa hiyo ikiwa inazuia mazingatio, yani kwamba mtu hawezi kuzingatia kwa ile spidi, basi itakuwa haifai, na Muislamu atakana kwamba jiepushe na usomaji wa sampuli hiyo. Na kuna baadhi ya watu wanakufuru kabisa katika kusoma kwao Qur'ani. Kwa hiyo mtu inawezekana ukamsikia aya ya mwanzo tu anasoma, lakini baadaye humsikii aya nyingine yote isipokuwa aya kuja kumalizia. Kwa hiyo hilo jambo ambalo kwa sila sawa, na Muislamu anatakana kwamba jiepushe nalo. Na sijui watu wanaharakia wapi yani, wakati kwamba wao wameletwa duniani kumwabudia Allah. Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na binadamu isipokuwa apate kuniabudia mimi. Ma uridu minhum min rizqi wama uridu an yut'imun, mimi sitaki kutoka kwa wao riziki wala kunilisha. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin, hakika Allah yeye ndio mwenye kutoa riziki tena mwenye nguvu ziko madhubuti. Kwa hiyo Muislamu anatakana kwamba anapoingia katika ibada atulizane, vidakika vyenyewe ni vichache, visaa vyenyewe ni vichache tu ambavyo wewe unaingia katika ibada. Tulizana, muabudie Allah subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu, kwa mapenzi. Soma Qur'ani kwa utulivu, usifanye haraka. Unaharakia wapi? Wewe unasoma maneno ya Allah ujisikii raha wakati unaposoma maneno ya Allah? Soma maneno ya Allah kwa utulivu, yafanye maneno yale yasome wewe. Ikiwa ni imamu, basi yaingie katika moyo wako, kadhalika wale ambao wanasikia waweze kuwaidhika kutokana na ile Qur'ani ambayo wewe utakaoisoma. Kwa hiyo haraka
haisaidii kitu. Al-ajalatu minash-shaitan, haraka inatokana na shetani. Kwa hiyo mtu anatakana kwamba tulizane, asisome kwa haraka. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.